katika skuli ya ghorofa ambayo inachukua watoto zaidi ya 4,000. Imepita katika miradi ya kutunza mazingira, imepita katika miradi ya umeme mikubwa sana. Hivyo niwapongeze sana wananchi wa Magharibi A, lakini nipongeze Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa miradi mizuri ambayo inaileta kwa wananchi. Dr. Mwinyi hoye! Magharibi A hoye! Ndugu zangu wananchi wa Magharibi A, mwenge huu wa uhuru mnaoona hapa ni chombo kilichoasisiwa na Baba wa Taifa tarehe 9 mwezi wa 12 mwaka 1961, ikiwa ni ishara na tunu ya kuwepo taifa huru la Tanzania. Ndugu zangu wananchi, kama tunavyokumbuka, Baba wa Taifa akiwa katika harakati za kutafuta uhuru wa Tanganyika, akiwa huko katika Baraza la Umoja wa Mataifa huko New York Marekani, Baba wa Taifa alizungumza maneno ya kifalsafa akisema, sisi watu wa Tanganyika tungependa kuwasha mwenge na kuweka juu ya mlima Kilimanjaro, umulike ndani na nje ya mipaka yetu, ulete tumaini mahali ambapo hakuna matumaini, ulete upendo mahali penye chuki na heshima mahali palipojaa dharau. Ndugu zangu wananchi, Baba wa Taifa alikuwa na ndoto ya kutaka Tanganyika iwe huru, na alipofika tarehe 9 mwezi wa 12 mwaka 1961, vijana wetu shupavu wakiongozwa na Luteni Alexander Nyerenda waliuwasha mwenge wa uhuru na kuweka juu ya kilele cha mlima Kilimanjaro. Hizi mbio za mwenge wa uhuru huwa zinaambatana na ujumbe ambao serikali inataka wananchi wake waupate, wautafakari na ufanyie kazi kwa vitendo. Ndugu zangu wananchi wa Magharibi A, mbio za mwenge wa uhuru mwaka 2026 zimekuja na ujumbe unaojenga amani, umoja na mshikamano wa kitaifa. Ndugu zangu wananchi, ujumbe huu wa mwenge wa uhuru mwaka 2026 unatuhamasisha na kutusisitiza juu ya kulinda amani na utulivu wa nchi yetu, chini ya kauli mbiu isemayo Tanzania ni yetu sote, tushikamane kwa pamoja kuleta maendeleo. Tuendeleze mshikamano wa kitaifa ili viongozi wetu waendelee kutengeneza sera za kimaendeleo na kuzisimamia. Sote ni mashuhuda, amani tulionayo katika taifa letu ndio hufanya miradi ambayo leo mwenge wa uhuru umepita kuwepo kwa sababu ya amani tulionayo. Miradi mikubwa ya umeme, miradi mikubwa ya barabara, miradi mikubwa ya ujenzi wa shule, miradi mikubwa katika afya, hiyo inakuja kwa sababu ya amani tulionayo. Ndugu zangu wananchi, mbio za mwenge wa uhuru mwaka huu zinaendelea kutuhamasisha na kutusisitiza juu ya mapambano dhidi ya rushwa. Ndugu zangu wananchi, serikali zetu zote mbili, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, imefanya jitihada kubwa ya kupambana na rushwa. Vitendo vya rushwa vimekuwa vikubwa, lakini serikali zetu zote mbili kupitia taasisi ya TAKUKURU pamoja na ZAECA wamepambana na vitendo vya rushwa na kutokomeza vitendo vya rushwa, lakini vitendo vya rushwa bado vipo. Pamoja na kwamba sote ni mashuhuda, tumeona shughuli za kimaendeleo, uwajibikaji kwa viongozi wa umma, ofisi za umma uwajibikaji umekuwa mkubwa kwa sababu ya serikali yetu imeendelea kusimamia na kuhakikisha kwamba rushwa inatokomezwa. Ndugu zangu wananchi, rushwa lakini bado ipo, pamoja na mapambano makubwa ya serikali zetu mbili ambazo zimeendeleza mapambano dhidi ya rushwa, lakini rushwa bado ipo. Bara kupitia kituo cha Fumba, kabla ya kwenda Mtoni, tutautap hapa kuingiza katika kituo hichi na baadaye tutaupeleka Makunduchi na Matemwe ambapo kuna jengo substation mpya. Sasa lengo na madhumuni ya kituo hichi ni kutapu ile sehemu ya umeme ule wa 132 unaokwenda Mtoni, na baadaye tutaupeleka mpaka Welezo. Ikifika Welezo pale tutaugawa mara mbili, utakwenda sehemu ya Makunduchi na Matemwe ambapo tunajenga substation. Mradi huu katika kituo hichi umeanza mwezi Disemba mwaka 2025 na unategemewa kukamilika mwezi Novemba mwaka huu, na utekelezaji wake umeshafikia asilimia 67 mpaka sasa, na unakwenda kwa mujibu wa makubaliano ya utekelezaji wa mradi,
na tunategemea kwamba ifikapo mwezi Novemba mwaka huu basi mradi huu utakuwa umekamilika kwa maana ya sehemu hii ya kituo cha kupokelekea umeme wa msongo 132. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru Kitaifa 2026, mradi huu wa ujenzi wa skuli ya Sheikh Zayed uliopo Mtopepo unafadhiliwa na Zayed Charitable and Humanitarian Foundation kwa kushirikiana na Serikali ya Mapinduzi Zanzibar kupitia Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali Zanzibar. Mradi huu una thamani ya Tanzania shilingi bilioni 6,127,831,894.42 bila VAT. Aidha, mradi huu umeanza tarehe 20 Februari 2025 na kutarajia kukamilika kwake tarehe 20 mwezi wa 5 2026 baada ya miezi 12 tangu kuanza kukabidhiwa kwa mradi. Mradi huu una ukubwa wa mraba 3845 mita cube yenye madarasa 29, maabara moja ya kompyuta na ofisi za utawala 9 na idadi ya wanafunzi 918 ikiwa ni sawa na wanafunzi 45 kwa kila darasa. Mradi huu unasimamiwa na mkandarasi CRJE East African Limited